السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pasipo kuisahau nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika Jumaa ya mwisho ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni juzi tu tumeanza kufunga, lakini leo hii tupo mwishoni mwa funga, mimi na wewe ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha katika wengi ambao Allah hakuwawezesha mpaka leo hii kuifikia siku hii ya Ijumaa, ikiwa Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupendelea, kwa kutupa ofa hii kubwa sana, ambapo wenzetu leo hii tumeshawasahau, na wengine wako mahospitalini na wengine wanaandaliwa ili waweze kwenda kuhifadhiwa katika majumba yao ya milele. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillah. Ndugu katika imani, hotuba yangu ya leo, maudhui yangu ya leo itakuwa inasema tusirudi tulipotoka kabla ya Ramadhani. Tusirudi tulipotoka kabla ya Ramadhani. Kabla ya Ramadhani tulikuwa wapi na hivi sasa tuko wapi? Watukufu katika imani, somo ni ibada ambayo ni fardhu aini, ni lazima kwa Muislamu mwenye uwezo kuweza kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kwamba imefaradhishwa, imelazimishwa kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishwa au walivyolazimishwa kufunga waliopita kabla yetu. Katika aya hii fupi, kwanza tunapata faida ya kujua kwamba kumbe hata umma zilizopita kabla yetu walikuwa wakifunga kama sisi tunavyofunga. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumeanza mpaka hivi leo tuko mwishoni mwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kuna yepi ambao tumeyafanya?
kuna yepi ambao tumeyachuma. Ni namna gani Waislamu wamebadilika kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Vipi ulikuwa Muislamu kabla ya Ramadhani na vipi ulivyo hivi sasa baada ya kuishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Watukufu wa Islamu, kabla ya Ramadhani kuingia, Waislamu wengi walikuwa hawajajipamba na sifa zilizo nzuri, walikuwa wakisifika na sifa mbaya, sifa chafu. Lakini kuingia kwa Ramadhani imekuwa ni sababu ya yeye kuachana na tabia hizi chafu, tabia hizi mbaya. Kabla ya Ramadhani Muislamu alikuwa ni mtumiaji sana wa kilevi. Kabla ya Ramadhani Muislamu alikuwa ni mlevi wa kutupwa. Lakini kabla ya Ramadhani Muislamu alikuwa ni mtumiaji mzuri sana wa sigara. Lakini kabla ya Ramadhani Muislamu alikuwa ndio mtaalamu wa kuongopa na maasi mbalimbali ambayo tulikuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhani. Lakini Ramadhani ilipoingia, ulijisemea kwenye nafsi yako kwamba Ramadhani hii nitapumzika kwanza katika haya ambayo ninayafanya katika machafu. Uliacha pombe, uliacha kuvuta sigara, ukaacha uongo, ukaacha uzinifu, kwa heshima na taadhima ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa ndugu yangu, Ramadhani inaenda kuisha, mwezi huu wa Ramadhani unaenda kuisha. Tuko baadhi yetu tunafurahi kwelikweli kwa kuisha kwa Ramadhani, lakini wapo waumini wanasikitika, wanatamani kuendelea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kila mtu hapa ana sababu yake, kila mtu ana sababu yake ya kufurahi na kuhuzunika. Imeingia Ramadhani, mashallah, imezisafisha nafsi zetu. Nafsi za Waislamu zimesafishika kwa sababu ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia sio kusafishika tu, zimetakasika kutokana na uchafu ambayo tuliokuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhani. Leo hii Muislamu hawezi amini ni msafi kabisa, tena msafi kwa maana ya msafi, hana dhambi hata moja ambalo analolifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa heshima tu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Anaogopa Muislamu kufanya dhambi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Angalia, Waislamu wengi kabla ya Ramadhani walikuwa wakisifika na ubakhili. Waislamu walikuwa wazito katika kutoa mali zao kwa ajili ya Uislamu. Muislamu ukimwambia kutoa, anaanza kuifikiria pesa yake. Lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwezi amini, Muislamu kimgusia swala zima la kutoa hafikirii mara mbili. Sasa Waislamu, tusirudi katika tabia tulizokuwa nazo mwanzo. Tumesafishika nia, nafsi zetu zimesafishika, tumezitakasa nafsi zetu kutokana na machafu haya ambayo tulikuwa tukiyafanya kabla ya Ramadhani. Tuendelee na hii tabia na mwenendo ambao tuliokuwa nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku haya 20 na tuliokuwa nayo, basi tuendelee hivi mpaka baada ya Ramadhani. Na hii ndiyo sifa ya Muislamu, ndiyo sifa ya muumini.
miongoni mwa sifa ya muumini, anashikamana na Uislamu wake mpaka kufa kwake, humwambii lolote. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Muislamu alisifika na subra. Nafsi yake ilisubiri kushinda na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ndugu yangu, si jambo dogo, si jambo dogo. Lakini Muislamu kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akajinyima vile vyote ambavyo alipokuwa akivipenda, ambavyo alipokuwa akivifanya kabla ya Ramadhani. Kuingia kwa Ramadhani yote akastop. Chakula unakiona, lakini unajizuia. Mtu amekutukana, amekupiga, lakini unajizuia hasira zako. Mke wako unamuona, lakini unajizuia mchana wa Ramadhani. Hii ni subira nzito sana ambayo tumeifanya sisi Waislamu. Sasa tusirudi huku tulikotoka. Huu kurasa ambao tushaufunika tusiufunue tena, uwache hivyo hivyo umefunikwa. Lakini pia ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tumejawa sana na uchamungu katika nafsi zetu. Waislamu tumekuwa wachamungu sana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Muislamu wa sasa hivi ni tofauti na Muislamu wa Shaabani. Muislamu wa sasa hivi mwezi huu, Muislamu yuko radhi alale msikitini. Muislamu wa mwezi huu wa Ramadhani hayuko tayari kufanya dhambi yoyote katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa heshima tu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ilikuwa ni sababu ya kuongeza imani zetu, ilikuwa ni sababu ya kupata uchamungu. Lengo la somo tumelifikia pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hili ndio lengo la funga, la'allakum tattaqun. Kila mtu ajisachi nafsi yake, ajifikirie, awaze na awazue na upate jibu sahihi. Je, hili lengo la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaofanya yale yote ambayo walioamrishwa na Allah na wanaacha yale yote ambayo waliokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa upo hivyo, tunasema wewe unafikia lengo la somo, la'allakum tattaqun. Waislamu tumejawa na uchamungu kwa mwezi huu. Huu uchamungu tuliokuwa nao tuendelee kuishi nao mpaka baada ya Ramadhani. Isiwe kuondoka kwa Ramadhani basi Ramadhani ndio iondoke na uchamungu wetu, alafu mimi au wewe unabaki kama jumba ambalo limehamwa, limekuwa gofu. Hapana. Uchamungu tuliokuwa nao ndani ya Ramadhani, takwa tuliokuwa nao ndani ya Ramadhani, basi tuendelee nayo baada ya Ramadhani, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapatikana, yupo mpaka katika miezi mingine ambayo sio Ramadhani. Waislamu, anna siyama wasilatu littaqwa. Saumu, kufunga mwezi wa Ramadhani, ni moja ya njia kuifikia daraja la uchamungu. Ili uweze kuwa katika wale wachamungu wa mchao Allah subhanahu wa ta'ala, basi lazima ushikamane na funga, ikiwa ni Ramadhani au funga zinginezo za sunna. Ili tusifike na uchamungu, tusiache funga. Lakini pia at-taqwa hiya ta'atullah wa rasulah.
Takwa ni kitendo cha Muislamu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini ufahamu, hauwezi kuwa muumini mpaka uwe Muislamu, lakini pia unaweza kuwa Muislamu na usiwe muumini. Hilo lifahamu. Lakini pia somo ambayo hivi sasa tunaendelea nayo na tuko mwishoni kwa kuimalizia, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuweze kutuwafikisha tuweze kuimaliza hii funga ya Ramadhani. Uchamungu hauwezi kuonekana katika sura ya mtu kwa kumwangalia au kwa kumsikia sauti yake au kwa uzuri wake. Hapana, uchamungu wa mtu upo katika moyo. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumzia takwa anasema at-taqwa hauna, kwa maana takwa mahala pake, sehemu yake, kiti chake ni ndani ya moyo. Ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio anayejua kama wewe ni mchamungu. Kwa hiyo Waislamu, kabla Ramadhani, sifa ya uchamungu hatukuwa nayo wengi wetu. Hatukusifika na sifa ya uchamungu kabla ya Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani kuingia, mashallah, Waislamu wengi sasa hivi ni wachamungu. Muislamu yuko radhi akinunua tende, basi lazima agawe moja moja kwa wenzake. Huu si moyo wa kawaida ambao nje ya Ramadhani hatuwezi kufanya hicho kitu. Na tukiulize ni kwa nini hatuwezi? Kwa nini ile nafsi tuliokuwa nao ndani ya Ramadhani, unaponunua unaenda kununua katoni nzima ya maji 12 unakuja unagawa hapa msikitini, alafu kwa nini ushinde kufanya hivyo nje ya Ramadhani? Muislamu anaenda kununua tende ya shilingi 500 anagawa moja moja kwa kila mmoja, ili ndani kila mtu aingize wapi? Mdomoni. Hili ni daraja la uchamungu. Hili ni daraja la uchamungu ambalo nje ya Ramadhani huwezi ukaliona, huwezi kuwa nalo ila kwa wachache. Lakini hebu angalia Ramadhani ilivyoingia, hebu angalia Waislamu walipojitolea katika vitu vyao. Wanaamini kabisa kwamba mwezi huu wa Ramadhani ni katika miezi mitukufu, na ukifanya kheri katika mwezi wa Ramadhani Allah anakulipa badala zaidi. Waislamu, tusifike na sifa ya uchamungu baada ya Ramadhani. Ramadhani ikiondoka iondoke yeye, lakini sisi tubaki na uchamungu wetu. Isiondoke Ramadhani na uchamungu tuliokuwa nao. Uchamungu tuliokuwa nao tubaki nao sisi wenyewe. Ramadhani iende, kwa sababu hatujui kama Ramadhani ya 2027 kama tutakuwepo sisi hapa msikitini. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Waislamu, tunaendelea na hotuba yetu, na hotuba yetu inatuelekeza Waislamu tusirudi kule tulipokuwa kabla ya Ramadhani. Kule ulipokuwa kabla ya Ramadhani, basi Ramadhani ikiondoka usirudi tena kule. Yaani usigeuke nyuma tena kuangalia huko ulikotoka, angalia mbele. Kwa hiyo kuna sifa ambazo tulizokuwa nazo kabla ya Ramadhani. Kuingia kwa Ramadhani imekuwa ni sababu ya kuachana sifa hizo mbaya. Ndani ya Ramadhani tumesifika na sifa nzuri za uchamungu, za subra, za kuwa na tabia njema, tabia za kupendana, kuhurumiana ndani ya Ramadhani. Basi Ramadhani ikiondoka, hivi vyote tubaki nazo sisi. Isiwe Ramadhani kuondoka basi ndio limondoka na vyote tulivyokuwa navyo.
Waislamu, asiyamu junna, saumu kufunga ni ngao. Asaumu junna, saumu au kufunga ni ngao, kama unavyoona zile ngao za kujizuia na adui, za kujizuia na mashambulizi ya adui, basi pia saumu hii ambayo unayofunga wewe ni ngao kwetu au ni ngao kwako. Kivipi hiyo ngao saumu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiongea na vijana, akiwazungumzisha vijana katika hadithi yake aliposema, ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Mtume anaongea na vijana, enyi vijana ambao bado hamjaoa, hamjaingia kwenye ibada ya ndoa, man istata'a minkum al-ba'a, yoyote kati yenu atakayeweza kumiliki mwanamke, kumhudumia mwanamke, kumpa mahitaji yake mwanamke, falyatazawwaj, basi aoe. Mtume anakuruhusu kuoa, oa, lakini kwa sharti ukiwa unaweza kumhudumia mwanamke, kumpa mahitaji yake ya msingi. Mwisho anasema fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kwa sababu ukioa ni sababu ya kwako wewe mwanaume na mwanamke kujiepusha na mambo machafu ya zinaa. Ukiangalia asilimia kubwa wanaowatongoza mabinti ni wale ambao vijana hawajaoa. Ni wachache wanaume waliooa, akibishana na mwanamke kugeuka nyuma kumwangalia, ni wachache, kwa sababu anajua nyumbani yuko kama huyu. Lakini asilimia kubwa ya vijana ambao hawajaoa, akipishana na mwanamke na hasa kishaona sura yake kwamba mashallah ni mzuri, basi lazima na yeye atapiga picha, vipi na nyuma yukoje. Sasa ili hakikishe hiyo picha, lazima ageuke amwangalie. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Mwisho Mtume akamalizia akasema, wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam, bisawm. Yule ambaye hawezi kuoa, hawezi kumiliki mwanamke, hawezi kumhudumia mwanamke kwa mahitaji yake ya kimsingi, kama huwezi kabisa, anasema anamwambia fa alayka bisawm, basi funga za sunna, Jumatatu na Alhamisi, masiku meupe hizi unatakiwa upigane nazo, uzifunge. Ikiwa wewe hujaoa na hauwezi kujizuia kimatamanio, basi ni yako kufunga. Kwa nini ufunge? Anasema fa innahu lahu wija, kwa sababu hiyo funga kwako wewe ni ngao, inakuzuia. Funga inaenda kuzuia matamanio ya kimwili. Hivi wewe umeshinda na njaa kutwa nzima, umuone mwanamke pale, alafu saumu imekukamata, mdomo mkavu, koromeo limekauka, huyo mwanamke mtamtamani wewe. Yaani ukimtamani mwanamke hujafunga wewe. Ukiangalia tumbo lote tepe tepe, ndani hakuna kitu, apite hapo mwanamke hata kiwa uchi, hata habari hauna, kwa sababu saumu imekukamata. Lakini pia ukiwa naamini kwamba naharibu funga yangu, alafu upo katika ibada, yaani saumu wa Islam ni ibada ambayo unakuwa nayo wewe, alafu unatembea nao mitaani, unatembea nao mitaani, alafu uko mitaani unabidi uilinde ibada yako kutokana na machafu ambayo yapo huko mitaani. Na hiyo ndio kazi. Usishangae mpaka leo 23, 22, 24 siku ya siku na leo hauna kamoja. Yaani usishangae. Na kila siku unasema umefunga, kila siku umefunga, alafu siku ya siku unaambiwa wewe hauna kitu, haujafunga hata moja. Kwa nini?
kwa sababu ulikuwa unaharibu funga zako huko mitaani. Waislamu, funga ni ngao, inatuzuia, inatulinda na maasi. Ndio maana Muislamu ulikuwa tayari kuachana na yule mwanamke uliyemweka ndani ambaye hujamuoa, ukamwambia rudi nyumbani. Ndio maana mwana Muislamu ulikuwa uko tayari kuachana na pombe mwezi mzima, ukasema hapana. Saumu imekuzuia, imekulinda kufanya maasi. Funga ni ngao, imetulinda na maasi yote ndani ya Ramadhani. Basi Ramadhani ikiondoka, tusirudi tena huko nyuma, tuendelee na hii ngao tuliokuwa nayo, tuishi nayo baada ya Ramadhani. Isiwe Ramadhani kuondoka ndio iondoke na ngao yetu. Yaani leo hii ukiwa unapigana na adui, alafu ukawa na ngao yako inakuzuia, ile ngao ikavunjika, ikaharibika, adui ana wepesi wa kukuharibu wewe, wa kukupiga. Saumu ni ngao, imetulinda na maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka leo hii. Lakini pia saumu imetuzuia, imetulinda kunako matamanio ya kimwili. Wale walioa watakuwa mashahidi na waliolewa. Unamuona mkeo, unamuona mumeo, mchana wa Ramadhani mko nyumbani mmepumzika, inaweza kuikaja ile hali ya kibinadamu kwamba unamtaka mkeo au na mume na mke naye anamtaka mumewe. Lakini ukija kufikiria tu kwamba subhanallah, nimefunga, unajizuia. Si jambo dogo, unajizuia. Wenyewe vijana nasema unakufa na utamu wako, yaani unajizuia kwamba sio sehemu yake, si jambo dogo. Ndio maana tunasema saumu, funga ni ngao, inatulinda na maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndugu yangu Muislamu, tufahamu anna sauma, kufunga au mwezi huu wa Ramadhani au funga yoyote, ni njia miongoni mwa njia za kuingia peponi. Ni moja ya njia ya kukuwezesha wewe Muislamu, wewe mfungaji, uweza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna fil janna baban, kwamba peponi kuna mlango maalum. Upo mlango umeandaliwa, yuqalu lahu, mlango huo unaitwa Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni jina la mlango ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuandaa maalum kabisa. Anasema yadkhulu minhu as-sa'imuna, wanaingia huko ni wale wafungaji tu. Kwamba hii katika maisha yake Ramadhani ilikuwa haipiti, vile visingizio vya tumbo usi na uadini na nini kwake yeye ilikuwa hakuna. Lakini saumu na sunna pia zilikuwa hazipiti kwa kadri anavyoweza. Jumatatu, Alhamisi yeye anafunga, masiku meupe yeye yumo, kila funga inatokea inayotakiwa mbele yake yeye yumo. Basi mtu ana namna hii amefunga kwa ajili ya Allah kabisa, akitaraji malipo kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, basi huo mlango wa Ar-Rayyan unamruhusu yeye kuingia. Na Mtume anasema la yadkhulu minhu ahadun ghayrahu, na hataingia yeyote asiyehusika, aliyekuwa ambaye sio mfungaji, hawezi akaingia katika huo mlango. Huo mlango ni maalum kwa ajili ya watu waliokuwa wakifunga. Yuqalu, siku hiyo pataitwa, patasemwa aina as-sa'imun,
Haya jamani, wafungaji wako wapi? Yaani kama hapa sasa naanza kuita jamani, haya waliofunga mwezi wa Ramadhani wote wako wapi? Basi siku hiyo wataitwa. Hata ulipokuwa unajua wapi huko sauti itakufikia, ni kufikia mwenyewe, utaongoza mpaka sehemu ambayo sauti inapotoka. Fayakumuna, wote watasimama waliokuwa wakifunga. Na kama walikuwa ufunga wote watasimama. Watakaosimama ni wale ambao waliokuwa wakifunga. Faidha dakhalu, na watakapoingia tu ndani, mlango unafungwa, kwamba walioingia ndio wahusika. Yaani ndio yule anajua mlango. Kwa hiyo tufahamu ndugu yangu Muislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia pepo maalum kabisa ya watu wanaofunga. Wewe Muislamu unayefunga ukaona chakula kwako sio muhimu sana, wenzako wanakula masotojo, lakini wewe unaizuia nafsi yako kwa kufunga mchana kutwa, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuandalia pepo. Waislamu, hii pepo sio kuikosa. Maana yake kwamba baada ya Ramadhani kuondoka, basi saumu zingine zipo. Tunasita tushawali baada siku sita zile ipige ile. Lakini baada hiyo kila siku Jumatatu na Alhamisi isikupite ipige hizo. Lakini pia kila masiku matatu ya masiku meupe, kila mwezi wa Kiislamu katika masiku meupe na zile pia zipige. Katika mwezi wewe unaweza ukafunga kama mara 5 hivi au zaidi ya mara 5. Zaidi ya mara 5. Ukiwa kweli unafunga Jumatatu na Alhamisi, Jumatatu na Alhamisi, alafu kila ndani ya mwezi huo masiku matatu yale maupu kana nafunga, utaona nafsi yako inabadilika. Yaani utajiona kwamba wewe unakuwa ni tofauti na yule zamani. Tujitahidi Waislamu kuondoka kwa Ramadhani hii isiwe sababu ya kurudi tena kule. Tuendelee na funga zingine za sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziamrisha, ametuelekeza tuzifunge. Lakini kwa haraka saumu Waislamu ni sababu ya kufutiwa madhambi. Saumu ni sababu ya kufutiwa madhambi. Na kila mmoja hapa ana imani kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfutia madhambi yake. Kila mmoja ana imani, lazima na uwe na imani hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man soma Ramadhana imana wa ihtisaba, yote atakayefunga Ramadhani kwa imani kabisa na akiwa anataraji malipo kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, madhambi uliyofanya huko nyuma Allah atakusamehe. Hii ni ofa, ni ofa kubwa sana. Kama madhambi yaliyopita Allah anakusamehe, kwa nini urudi tena kufanya madhambi ambayo ukifanya ujui kama Ramadhani nyingine utafikia? Tulikotoka huko Waislamu kabla ya Ramadhani tusirudi tena. La mwisho Waislamu, tunasisitizana tena kwamba mwishoni mwa Ramadhani kuna ibada ya zakatul fitr. Kuna ibada za zakatul fitr ambayo hii pia ni lazima kwa wewe mfungaji. Wewe baba wa familia, kiongozi wa familia, ni wajibu kwako kutoa zakatul fitr, na watoe wote ambao unao wamiliki wako chini yako. Yaani yeyote ambaye yuko chini yako kwamba anakula kupitia wewe, basi una haki ya kumlipia, akiwa ni mtoto mdogo au mkubwa au mtu mzima. Almuhimu kama yuko chini yako, alikuwa akifunga hafungi, yuko chini yako, basi unatakiwa mtolee zakatul fitr. Hii ni ibada ambayo Waislamu tusizembee, na hii zakatul fitr ndio unaenda kunyanyua saumu yako. Saumu yako inanyanyuliwa inaenda huko. Kwa kweli hatujui saumu zetu kama zimekubalika. Tumefunga tu kutekeleza wajibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Hatujui kama tumefikia, lakini tuna imani kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala atapokea funga zetu. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب القيامه وارزقنا النظر الى وجهك الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه.